Ya Rabbi, tunakuomba tutakabalie kwa nia tulizoziweka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا من علم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك لنا فيه. Ya Rabbi, tunakuomba kwa baraka ya vikao vyetu tunavyoendelea navyo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, vikao vya dhikri na ilmu, tunakuomba ya Rabbi utughafirie na utusamehe madhambi yetu. Utusamehe sisi na wazazi wetu na ndugu zetu na walimu zetu na mashaka zetu, walio hai na waliotangulia mbele ya haki. Ya Rabbi, tuone huruma kwa wingi na ukubwa wa huruma yako. Huruma zako utusame kwa kila tulilofanya katika kukukosea wewe Allah, usiku na mchana, katika makubwa na madogo tuliyokosea. Utuhurumie kwa baraka ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tubaki weupe, hatuna madhambi, na utupe hima ya kutupeleka katika ibada zaidi na zaidi, na tuondoke katika dunia hii hali ya kuwa tumepata radhi zako. Ya Rabbi, tunakuomba tuzidishie ziada katika umri, tuzidishie ziada katika riziki, utupambe kwa afya njema, tuondolee magonjwa na maradhi yaliyo ndani ya miili yetu, kwa walio hospitali na walio majumbani. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah. Tuko mnao gani wazee? Ukurasa 60 na 90. Wajue Yaqubu Najiramiyu, sio? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndugu zanguni, tunaendelea na kitabu chetu Qimatu Zamani Inda al-Ulama, kitabu cha Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullahu ta'ala, kitabu kinachozungumzia thamani ya muda na maisha ya wanazuoni waliotangulia katika kutumia muda wao vizuri. Leo tunamsoma mwanachuoni anayeitwa Yaqubu Najiramiyu. Huyu mzee, mwanachuoni huyu, yutali'u kitabahu khilala mashyihi, anafanya mtalaa wa kitabu chake katika zama anazotembea. Yani yuko anatembea, yuko anaangalia kitabu. Inawezekana mtu anaweza kusema, inawezekanaje? Atawezaje kutembea? Mbona wewe unatembea unaongea na simu? Watu hawakosaji hoja. Watu walikuwa mtu sasa utatembea suta. Wewe mbona unaweza kuongea na simu na huko unatembea? Na wenyewe waliweza kuongea na vitabu vyao, ndio zilikuwa simu zao. Walikuwa muda wote wanashughulika na ilmu. Wajaa fi imbahi ruwat, imekuja katika kitabu hicho imbahi ruwat ala ambai nuhat lilqifti في ترجمة محمد السعيد بن بركات النحوي البصري المصري المولود سنة مزaliwa mwaka wa 420, zamani sana, lakini alikuwa anatembea na kitabu anasoma. Mwanafunzi mimi na wewe vipi? Amefariki mwaka wa 520. Qala, anasema raaitu wapi? Qala raaitu wa ana sabiyu,
nimemuona na mimi nilikuwa mtoto kijana yani, Aba Yusuf Yaquba, Aba Yusuf ambaye ni Yaqub ibn Qurrazada Najrami. Qurrazada, majina hayo Qurrazada Najrami, mashia, akiwa ni mwenye kutembea fi tariqi al-Qarafa, fi tariqi al-Maqbara. Al-Qarafa makaburi, fi tariqi al-Qarafa, katika njia za makaburini. Sheikhan asmara, alikuwa ni mtu mzima mweusi. Kabira lihya, mwenye ndevu nyingi. Hatuwezi kusema mwenye ndevu kubwa, mwenye ndevu nyingi. Mudawwara al-imama, amezungushia kilemba chake juu. Lakini wabiyadihi, kwenye mkono wake kitabu, kuna kitabu, wa huwa yutali'u fihi fi mashiyatihi, akiwa anafanya mtala katika kutembea kwake. Hawa watu ni somo muhimu sana, somo la leo. Kuna mambo mengi tutakuja kuyakuta, kama tunaposema kila tunapozidi kwenda mbele, kuna vitu muhimu sana tunavipata katika kitabu chetu cha Qimatu Zamani Inda Ulama. Lakini jifikirie, waliwezaje wao kutembea huku wanasoma? Unaweza kuona kwamba ni kitu kiwezekana, lakini kiliwezekana kwa wao kwa sababu walikuwa na hirs na himma katika dini. Na niliashiria darasa ya jana, huu ndio ushehe wa zamani. Ushehe wa zamani ni ikiwa ukimsikia mtu anaitwa shekhe, mwanachuoni, ni mtu aliyekuwa anashughulikia masuala ya kielimu kila wakati, yeye ana dini na ilmu. Lakini dunia jinsi inavyozidi kwenda, tunaenda tunapoteza ile ushehe ni nini. Imebakia ushehe ni majina, ushehe ni vyeo. Basi shakuwa na cheo chako, unajua ukipiga kanzu yako nzuri na koti safi, joho kilemba kikubwa, basi tayari ndio ushehe huo. Ukisoma mashekhe wa zamani huko, yote waliyafanyia kazi. Walifanyia kazi ilmu na walifanya maendeleo ya mambo mengine. Hali ni hiyo, watu wanatembea na elimu, wanasoma. Tunamsoma Ibn Aqili wa Ibn Jawzi. Hatukusoma jana hapa. Tunamsoma Ibn Aqili na Ibn Jawzi. Wayahtalu ghayatul ghayat, yani upeo wa lengo la juu, fi hifdhi alwaqt, katika kuhifadhi muda. Tunamsoma Ibn Aqili na Ibn Jawzi. Bila shaka Ibn Jawzi ni mwanafunzi aliyosoma kwa Ibn Aqili. Anasema wayahtalu dhirwata fi maqami almuhafadhati ala alzaman, wanakaa nafasi ya kilele cha juu katika kuhifadhi muda. Yani tunamzungumzia Ibn Aqili na Ibn Jawzi, wamekaa nafasi ya juu katika kuhifadhi muda. Wa maarifati nafasatihi, na kutambua thamani ya muda, ile ughali wake. Wa ghalai qimatihi, na ughali wa qima chake, kiwango cha thamani ya muda. Wal hirsi ala man'i al-awqati bil a'mali zakiyati, wal hirsi, na kuwa na pupa, ala man'i al-awqati, katika kujaza kheri wakati, bil a'mali zakiyati, kwa matendo yaliyo mazuri. Tunazungumzia Ibn Aqili na Ibn Jawzi, namna gani walithamini muda, walikaa kiwango cha juu sana. Tutaona walikaa nafasi ya juu sana, kileleni katika kuthamini muda na kupatia faida muda.
kuna mambo mengi yananihusu mimi na wewe uyatakiwa uyajue. Anasema wal istifadati min al-khatarat, na kupatia faida kutokana na fikra zinazokuwa zinapatikana, wal lahadhati, na zile nyakati, ta'alifan wa tafkiran, katika kutunga ilmu na kufikiria mambo ya kielimu, wa tadhakkura wa tadhkira, kukumbuka na kujikumbusha na kukumbushana. Yani watu wanashughulikia masuala ya kielimu. Majaa fi sirati imamaini, yaliyokuja katika sira ya hawa maimamu wawili jalilaini, wakubwa na watukufu, min kibari rijali fuqaha, katika wakubwa wanamume wa kisawasawa katika mafakihi, saadatil hanabila, katika mabwana katika madhhabu ya Hanabila, bal min kibari a'immatul muslimin, bali katika wakubwa maimamu na viongozi wa Uislamu. Awwalu minhuma, wa kwanza katika wawili tunamsoma Imamu Abul Wafa. Imamu Ibn Wafa ni nani? Ndio Imamu Ibn Wafa Ibn Aqil al-Hanbali, tilmidhu al-Hafidh al-Khatib al-Baghdadi. Huyu Imamu Abul Wafa Ibn Aqil al-Hanbali katika madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbali ni nani? Tilmidhu al-Hafidh, huyu ni mwanafunzi wa al-Hafidh al-Khatib al-Baghdadi. Tunaona wenzetu walisomesha wakati wanafunzi wa kisasa. Wathani na wapili Imamu Abul Farj Ibn Jawz, tilmidhu ni mwanafunzi talamidhatun katika wanafunzi Abul Wafa Ibn Aqil. Unaona, kwa hiyo na Imamu Ibn Jawz pia ni mwanafunzi wa Ibn Aqil ambaye anaitwa Abul al-Wafa. Tarehe imekaa. Tukiwa unaelewa mahali unaniambia narudia. Paka kutuko sawa, si ndio? Rahimahumullah ta'ala. Fa'anqulu min sirati, ninanukulu katika sira zao, mwenendo yao, kulli wahidi minhuma, kila mmoja katika wao, suturan, yani maelezo, yani mistari, yani watu tunakusudia sutura hapa, so ile nuni wal qalam wa ma yasturun, yani kwa maana hapa tunanakili habari. Unaweza kusema sutura kwa maana habari, kwa sababu ni yale yaliyoandikwa, na ili tupate tafsiri nzuri tutasema tunanakili habari. Tuhni, zitazotutosheleza fi hadha al-maqam, katika nafasi hii, an kitabi kabir, kunako kitabu kikubwa. Twende vizuri hapa. Fa aqul, nasema Ibn Aqil ambaye ndo Abul Wafa, ahadu adhkiya bani Adam, ni mmoja katika wenye akili mno katika watoto wa Adam. Amma al-Imam Abul Wafa Ibn Aqil al-Hanbali, Ali ibn Aqil al-Baghdadi, faqala al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali, amesema al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali fi dhail tabaqat al-Hanabila, kitabu في ترجمته katika tarjama yake al-Hafila al-mamlu'a, iliyojaa. Basi kwa Kiarabu linaitwaje? Si ndio hivyo? Basi kwa Kiarabu basi inaitwaje naje? Hafi. Yani kitu kinajaza watu. Kwa hiyo tunazungumza hapa basi. Kwa maana hapa tunakusudia sio basi, yani umejaa taarifa kubwa. Al-Hafiza, yani mushajia, yani kushajiisha, yani kuhamasisha. Ma mulakhasuhu, ni upi mukhtasari wake wa kiuchambuzi. Kwanza, amezaliwa mwaka 431, amefariki mwaka 513. Wakana min afadhilil alam, ni katika wabora, katika watu bora katika wanazuoni ulimwenguni. Wa adhkiya bani Adam, na alikuwa ni mwenye akili katika watoto wa Adam. Mufarritu dhaka, yani aliyopituka katika akili, kwa na akili sana. Muttasa'a da'iratu fil ulum, aliyoendea katika kuizunguka elimu. Ibn Aqil la yudhi'u sa'ata min umrihi, alikuwa hapotezi
muda hata mchache katika umri wake. Wakana yakulu, alikuwa akisema inni la yahillu li, hakika mimi si halali kwangu, hainiwi halali, hainiruhusi kwangu mimi, yani haifai kwangu mimi an udhi'a sa'atan, kupoteza muda min umri, katika umri wangu, hata idha ta'attala lisani, yani hata idha tawaqqafa lisani, hata kama ulimi wangu utakuwa umesimama, yani umesimama kuto kusema, an-mudhakara, kuto kufanya mudhakara, kujikumbusha elimu, au munadhara, au kufanya munadhara kwa maana ya kutizama au kufanya hiwari, wa basari, na macho yangu, an-mutala, yakawa imesimama kufanya mutala, yani labda imefumba, amaltu fikri, ninaifanyisha kazi fikra yangu, fi hali rahati, katika hali ya mapumziko yangu, wa ana muntarihun, na mimi nikiwa nimelala chali, yani hata kama macho yangu yamefumba, mimi nikiwa nimelala hivi bado naifanyisha kazi fikra yangu katika masuala ya kielimu. Fala anahdu, siamki, sinyanyuki, fala anhabu, sinyanyuki, illa waqad khatara li, isipokuwa imenipitikia mimi kwenye akili, ma usatiruhu, ambayo natakiwa niyaandike. Kwa hiyo anakaa pale, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Anafikiria, amelala, akifikiria zinakuja habari, anaandika, anaamka, anaandika. Allahu akbar. Unajua watu walikuwa wanaziishi hizi aya. Unajua tunaweza kusoma aya kwa Qur'an kwamba alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman, ambao wanamtaja Mwenyezi Mungu akiwa umesimama. Kwa wana kusimama hapa ndio kusimama na kutembea. Sawa? Wakuuda wakiwa wamekaa. Lakini hiyo unaweza kuzikubali hizi. Wa ala junubihi, na hata kama wamelala mbavu zake. Jamani, hata kama mtu amelala anaweza kumtaja Mungu. Ndio hapa sasa. Yani wamelala, wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh, wanafikiria Mungu. Haya, anasema wa inni la ajidu min hirsin ala al-ilmi wa ana fi 80 ashadda mimma kuntu ajiduhu wa ana ibn 20. Wa inni, na hakika mimi, la ajidu, wallahi ninahisi au ninapata, min hirsi, kutokana na pupa yangu, hima yangu, ala ilmu, juu ya elimu, wa ana fi 80, na mimi nikiwa katika miaka umri wa miaka 80, ashadda, yani pupa yangu imekuwa ni kubwa mno, mimma kuntu ajiduhu, kuliko jinsi vile nilivyokuwa nikihisi, nikiona ile hamu, wa ana ibn 20 sana, nikiwa katika umri wa miaka 20. Yani umri wangu ulivyozidi kwenda ndio natamani elimu zaidi kuliko nilivyokuwa kijana. Sisi wazee wetu ni vipi? Wanapozidi kwenda ndio sasa nisome ili niwe nani? Ndio akili za wazee wetu baadhi. Nisome ili niwe, usome ili upate pepo. Basi wewe utaka usome ili upate nini? Pepo tu. Tumeona kuna watu wako katika hali ya kufa, si ndio? Lakini wanajifundisha elimu, lengo apate nini? Asomeshe ile elimu au apate thawabu za kwenda kumuingiza peponi. Sasa wewe unahudhuria darasani kwa lengo ili hivi vikao siku ya kiyama vitunufaishe hivyo tu. Ushehe waatiwe na ushehe wao. Alafu tumesema ushehe siku hizi ni kitu rahisi. Wewe unataka kwa mwenzako kwa shehe hadi sisi tunapata kwa shehe. Si kwani tunachelewa. Sio mpaka usome. Sawa kusoma. Katika kitu kimekuwa dhahiri ya chepesi ni mtu kuitwa shehe. Shavaa tu kanzu siku 2-3 na kofia, utasikia ustaz. Ustaz, sema ustaz. Basi tayari chako ustaz, siku 2-3 kwa shehe. Tayari. Utapata tabia. Soma vikao hivyo vipate kutunufaisha siku ya kiyama. Ndio lengo tu. Kwa kadri umri wake ulivyokuwa unakwenda ndio alikuwa anahamasika ile kupata nini? Labda nini? Ya ilmu. Kawaida mtu akiwa kijana si ndio anakuwa na ile hamasa kubwa sana.
Yeye anasema ni hamu yangu katika elimu inakuwa ni kubwa zaidi kuliko hata nilipokuwa na umri wa miaka 20. Sasa na miaka 80 bado natamani elimu. Sasa wewe mzee wa Kiislamu una umri wa miaka mingapi? Piga hesabu. Haya, wenzako walikuwa na hamu ya elimu wakifikia umri huo. Sababu ni muda wa magharibi, tena jua linazama, aondoke na amani. Na wallahi nakwambia, kwa hadithi zilizokuja sahihi kabisa kutoka kwa Mtume Muhammad, yale hazina shaka. Unajua kuna zile hadithi kidogo mambo ya elimu mustalaha, kuna maneno, lakini katika hadithi zilizokuja kuelezea ubora wa vikao hivi ni kwamba kila mtu anapokaa kwenye kikao cha kielimu, wakati wananyanyuka wamesamehewa dhambi zote. Dhambi zote. Alafu Mwenyezi Mungu anajifahari kwa sisi hivi kukaa hapa. Tayari Mwenyezi Mungu anajifahari mbele ya malaika zake. Tazameni waja wake wamekaa wanasoma hivi, ni walipe nini hao? Na wasamehe dhambi zao zote. Sasa jibashirie, toka darasa tumeanza mwezi wa Ramadhani, tunajibashiria sisi, tunamuomba Mwenyezi Mungu hayo atuhifadhie, iwe ni katika mizani ya mema yetu siku ya Kiyama, na iwe ni sababu ya kupata mwisho mwema. Wallahi hivi vikao havi tupotei patupu. Na hizi ardhi tunazoona hizi zitakuja kutusaidia siku ya Kiyama, ile yaumaidhin tuhadithu akhbara. Katika mambo ambayo ardhi itakuja kutupa habari ni sisi kutoa muda wetu wa kuwa tunahudhuria majalisi hizi za kheri. Wallahi ardhi itatutolea kheri, ushahidi wa kutufaa siku ya Kiyama. Tunamwomba Allah atuhifadhie wewe. Lakini ukiwa haina kawaida, lakini kwa kweli haya ni mambo makubwa sana katika ibada kubwa hii ya kuhudhuria darasa ukakaa tukasikiliza. Mtume Muhammad sallallahu akaulizwa, sasa kuna mwingine anakuja kwenye kikao hicho, lakini yeye sio shida yake darasa. Anakuja, kuna mtu ameona yuko kwa darasani huwa anamdai, ameambiwa yule huwa anapatikana msikitini darasani pale, amekuja kwa shida ile. Na yeye vipi? Akasema na yeye anapata kwa sababu kachanganyikana na watu wake, japo nia yake ni kuja kudai. Mtizamo mkubwa kwa hiyo kikao. Yaani kuna mtu anakuja kwa sababu kuna mtu analizungushaga, lakini nasikia anapatikana pale masjidi Maburuki stendi pale. Sasa anakuja kwa hiyo maanisha tukabane ule pamoja. Na yeye kapata kwa sababu kasikiliza darasa. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tufute madhambi yetu. Ninasema mwezi wa Ramadhani mashaitani wamefunga. Sasa ni kitu gani kinatukimbiza? Hapo nafika pale unapiga zako story, tunaelewa vipi? Sawa. Unajua bwana. Siku moja nitatoka hapa msikitini hapa, ngoja leo nimekumbuka. Nikasikia kuna watu wanazungumza, waumini wetu hapa wanasema Mwenyezi Mungu anasema faida ya kudha tasfantashib, tokeni mkatawanyike mkatafute riziki. Ndugu yangu, hiyo haya ungeelewa hata siku moja. Tunazungumzia masala ya tafsiri ya Qur'an. Jamani, Qur'an ni ngumu. Qur'an ni kweli haya inasema faida kudha tasfala fantashiru fil, ni amri lil ibaha wa ta'lamu wa ilmu, wanasema hiyo ni amri lil ibaha. Lakini usishie hapo. Usishie hapo. Wallahi usishie hapo. Utakuwa wewe bado Qur'ani kitandawili kwako. Yaani kwa kusema kwamba ukimaliza tu swala sawa eti ndio mtawanyike, bado hujaelewa. Yaani kwa nini aya huko mbele na kufunga? Hiyo aya ya kufunga mbele tu hapo. Alihifadhi surati Juma. Nisimame kidogo. Sisi tunasema tu. Unajua tunaambia tukimaliza kuswali tuondoke. Sio kutafuta riziki. Hapa mpango kukaa msikitini hapa. Ni kweli. Tunakwambia hiyo ni amri iliyokapo, fantashiru fil ardi, ni amri lil ibaha, lakini bado hujaishi hapo. Kanuni za kilugha bado hazijakufanya ujue Qur'an. Bado Qur'an ina vitu vingi sana. Kwanza nakuleta kwa hadithi ya Mtume Muhammad. Anasema, maswahaba wanasema, tulikuwa zama hizo naarifu inqidaa salati rasulillah, tulikuwa tukitambua kumalizika swala ya mtume bi dhikr, kwa kusikia kwanza nini. Yaani hapo swala imeisha tunasikia dhikri pako, hamna maspika wakati huo, lakini dhikri zilikuwa zinasoma paka mitaani huko. Leo swala mtume ndio swala imefanyaje? Imeisha. Walikuwa kwanza wanakaa wanaleta nini? Dhikri. Kuna kuondoka? Kwa mtume kuondoka.
Sasa dhikri nini? Si ndio vikao vya elimu, si ndio kuleta tasbihi. Maana ukisikia dhikri maana yake ni kikao cha elimu, mawaidha, tasbihi, salatu ala nabii. Walikuwa hawaondoki, wewe hayo uelewa vibaya. Lakini kuna kaidi yake, uelewe kwamba hiyo aya iko kuhusu kwamba fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Katika sura an-Nisa inasemaje? Nani kaifati? Fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman. Sura gani? Hamna mtu alifanya Qur'ani. Sasa huu msiba dalili ya kiyama. Allah anasema fa idha qudiyatis salat fadhkurullaha qiyaman. Hiyo aya inaendelea. Na shaka ni saa 103 hivi kitu kama hicho. Kwamba mkimaliza kuswali mtajeni Mwenyezi Mungu. Na hii aya imekuja vitani. Yaani watu wanaambiwa kumaliza swala wamtaje Mungu wakiwa wapi? Vitani. Wewe hapo uko vitani. Hapo uko vitani. Ikiwa watu kwa vita kule wanaambiwa swala kimalizika. Jamani mtafuteni wale. Hiyo nataka hiyo sasa hivi niambie. Lete. Fresh. Unajua mimi wao mara nyingi wanafuatilia maneno ya Waislamu. Nichoka kama sio. Tunajua kumaliza kuswali tutawanyika. Umeelewa vibaya. Acha. Ya ngapi? Iya. Jamani hii aya inazungumziwa vitani. Iya. Nia nataka nilikuwa niko sawa. Kumbe nayo kidogo. Anasema hivi Mwenyezi Mungu. Hii maelezo ya juu ni maswala ya vitani. Ndio nianza huko. Wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka. Swala ya vita. Sasa akashuka chini Mwenyezi Mungu akasema fa idha qadaytumus salata, mnapomaliza sala. Hakusema fantashiru, amesema fadhkurullaha qiyaman, mtajeni Mungu mkiwa mmesimama, wa qu'udan na mkiwa mmekaa, wa ala junubikum na mkiwa mmelala. Fa idha tamanantum, mnapokuwa katika amani. Ikaja sasa hapo sio vitani. Fa aqimus salata inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta. Huku mimi sikutaki na kutaka hapa kwamba mkishamaliza sala zenu, aya imesema mtajeni nani? Amri hii ya kumtaja Mwenyezi Mungu wako vitani. Hawakwambia mkimaliza kuswali kwa sababu mko vitani haraka mkabebe silaha sasa mpambane. Tulieni kumtaja Mungu kwa sababu kwa kumtaja Mungu ndio kwa kufaulu. Hiyo vita hiyo hawezi kuishinda bila kumtaja Mungu hapa. Ndio katika ile fa idha qudiyatis salat fantashiru fil ard wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Sasa anaendelea. Qul ma 'inda Allahi khairun min an-nahwi wa min tijara. Inakukataa hiyo aya huko mchoni. Nani amefanya aya? Someni mwenyewe mama hapo. Na amna imamu hapa karibu amehifadhi Qur'an. Tusomeni, mimi naogopa nisikosei. Sijahifadhi. La'allakum tuflihun. Infaqu ala inapata. Wanakuacha umesimama. Khairun min al-lahwi wa min at-tijara. Sasa hiyo aya inakukataa. Mtume anaambia, jamaa vipi wanapata kitu gani? Wakisikia mambo ya biashara, wanakuacha msikitini, wanakimbilia biashara. Sasa nyinyi mnakimbia, mnamwacha imamu, ndio mnafuata dini gani? Tumeshika kipande cha aya tu. Idha qudiyatis salat fantashiru fil ard. Kimaliza kuswali kimbieni mumwache imamu hapo. Sio tafsiri yake. Utaondokaje hapo unamwacha imamu aliondoka? Wewe kiongozi wako nani? Si imamu. Mbona ukoondoka ukatoa salamu kabla imamu? Si ulisubiri hapa? Salamu alaykum wa rahmatullah. Salamu alaykum wa rahmatullah. Na wewe ndio ukatoa. Mbona ukumtangulia kama una haraka kweli? Kwa nini ukumtangulia kutoa salamu? Ulimsubiria kwa sababu ni imamu wako. Ndio kawaida. Sasa hapa Mungu alikuwa anawadaumu. Hii mada nataka nizungumzie hapa kwanza. Nasimama hapa kidogo. Sio
sio sawa. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia hivyo kwamba hao watu wakiona biashara ama lahu sawa wanafanyaje? Infardu ilaiha, wanakimbilia hiyo biashara, watarakuka qaima, wanakuacha wewe Muhammad umesimama. Hii aya bado hujaielewa hapa kitaalamu Qur'an, hapa bado hujaelewa hata kidogo na yenyewe. Kitendo hichi cha kuambiwa mtu awali wanakuacha umesimama hapa sio jambo zuri. Turudi katika surati Nur, jambo lake ndio linaisha. Ni Nur sivyo? Ni Nur sio Nur? Nitafutie. Alafu ndio tutakuja kupata jawabu la hii aya kwamba wewe Muislamu unapoondoka bila utaratibu wa imamu kwa kusema tu fantashiru fil ardhi, tunaambiwa tukisali tukimbie. Wewe Muislamu uliza dini yako. Alafu Qur'ani sio kuivamia kila mtu tu eti unasema tunakutaka wewe. Kuna mtu anasikia tu aya tu tayari anataka naye kufasiri anataka yeye. Sina ngapi? Nur. Inasemaje mshoni kabisa? Soma. Mwishoni sio hivyo? Pia. Sheikh wangu wa tafsiri ya Qur'ani bwana. Wapi? Sikilizeni aya 62. Sasa ndo nasijumuisha. Alafu kaida ile aya tu fantashiru fil ardh. Kimaliza ndio sikiliza waumini wa kweli wa kina nani? Allah anasema innamal mu'minuna, hakika waislamu. Innama ni adatu hasr, ina maana wal qasr, wasiokuwa hao sio waislamu. Waumini ni hawa tu wamefungiwa katika innama. Tumeelewana vizuri? Innamal mu'minuna alladhina amanu billah, hakika waumini ni hawa wanaomwamini Mwenyezi Mungu wa rasuli na mtume. Wa idha kanu ma'ahu, wakiwa pamoja na huyo mtume. La swali buku linasema watarakuka ndio kule tunazungumziwa hapa. Wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'i, wakiwa pamoja na mtume katika jambo la pamoja. Lam yadhhabu, hawaondoki misikitini eti kuna aya inasema fantashiru fil ardhi. Umeelewa kubaya wewe? Hii nilisahau, nilisikia hapa mimi tunatoka mimi naingia nasema tumeambiwa eti tuondoke tu msikitini. Waumini wa kweli wakiwa pamoja na mtume Muhammad, lam yadhhabu, hawaondoki. Unaondoka umepata wapi dalili? Nimeona kuna aya inasema fa idha qudat salat fantashiru fil ardh. Kaa vizuri. Hii ni Qur'ani baba. Hii ni nini? Yaani katika kitu huwa mimi nakiogopa ni kuona maustadi wanafasiri tu. Qur'ani sio hivyo mzee. Acha. Anasema hata yasta'dinuhu, paka wamtake ruhusa mtume. Mtume yupo? Nani badala mtume ni nani? Al-ulama warathatu. Naona kawaida tumeambiwa tukimaliza kuswali tuondoke. Sasa hujakataza kuondoka, lakini kuna utaratibu mmoja. Hizi ni nani? Wakati unaondoka umeomba hizi. Huu ndio ufafanuzi wa aya zile. Wewe umezielewa vibaya. Tuko kwa ila sta'adanuka bi ba'd sha'nihim, watakapotaka idhini katika baadhi ya mambo yao. Bado wewe kiongozi una hiari ya kumpa idhini au kumpa idhini. Anasema fa'adhil liman shi'ta minhu, mpe idhini unaotaka. Ukitaka usimpe kati, na wewe unachukua utii. Atiu Allah wa atiu Rasul wa ulul amri minkum. Hapo nataka kuivalia Qur'ani kwa sababu umeshika tafsiri ya Kiswahili pale, tukimaliza kufanya katika sisi tumeambiwa tuondoke msikitini. Nani kakwambia wewe? Na waliofanya hivyo waliondoka, wastaghfir lahumullah, hao walikuwa hata hiyo idhini wakaondoka, bado katika uombee msamaha, ni kosa. Kitabu hichi sisi tunaishi na Qur'ani, ndio hata tuelewe, tupo tu. Tusifanye.
Kwa hiyo usichukue tu tafsiri ya Qur'ani juu juu babangu. Qur'ani ngumu. Mimi nasema Qur'ani ni msitu mmoja mkubwa sana. Ukitaka kuendea msitu huu, unataka uwe na vifaa vyote, silaha zote uwe nazo. Sivyo utakwama, utapotelea huko. Ndio kushika tu unajua Kiarabu chako aina hapo eti ndio tayari najua tafsiri kwa wewe nani kakwambia. Haya bwana. Mungu atustiri. Lakini sio hivyo. Sivyo useme hizi aya zinagongana, kule tumeruhusiwa huku tunakatazwa. Sivyo useme hivyo. Sasa itakubali. Yaani Mungu mmoja aseme maneno mawili kupishana. Inakubali? Inakubali. Qur'an haina taarud. Qur'an haina nini? Haina taarud Qur'an. Na mtu anasema anacheka kwa sababu tunajua sana kwamba tunajua tunatafuta fil ardh, tunatafuta riziki. Lakini huyu ambaye anaokuwa amekwambia kwenda kutafuta riziki, yeye anaokupa amekwamba niabuduni ili mimi kutengenezea hili shughuli zenu. Tutapomwabudu Allah, amesema wazi, anasema wa amuru ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Tizama kiwango chake, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kafungamanisha swala na riziki. Au unasema kukimbia kwako kule eti ndio kutafuta riziki, inatafutwa hapa msikitini ili ukute kule Mungu ameshakuwekea sababu nyepesi mambo yakafanikiwe. Unaona kimbia mambo ya Mungu afu unasema eti kwamba tunaenda kufanikiwa. Wakati natoka naingia twende tu atashufila nikasahau sema hii nikikumbuka tu tangu kanikumbusha. Usifasiri hivyo. Ukitaka kutoka mfuate imam. Imam, naomba idhini. Na akikwambia kati ka stop. Si ndio hii Qur'ani tutaambiwa watu Mungu anasema kwamba kwenye sura Furqan, inna qaumi takadhu hadha al-Qur'ana. Leo asimame hapa ustadhi Salum maskini akwambie tajiri labda una milioni 40 labda la milioni 100 benki na nini, kwanza unaweza kutizama ustadhi mwingine. Ustadhi amechoka. Yaani wao wanasimamisha dunia. Ndugu yangu, ile ni amri ya Mungu. Yule anasimama pale kwa kibali cha Allah. Wewe na pesa yako pale utakao utii. Au pesa yako huko nje huko. Sio tusifanye maskhara na dini. Dini yeye itakufanywa maskhara hata siku moja. Alafu tusiwe pesi. Hata upande wa Qur'ani kila siku mimi nasisitiza. Upande wa Qur'ani tusiwe pesi kusema sema tu. Ni tunafasiri tu tayari eti ndio tayari. Tusifanye. Kwa hiyo huyu mzee alipofikia umri wa miaka 80 ndio hamu yake ya elimu ilikuwa ni kubwa sana. Yuko tumeshamaliza. Sasa tunasoma Ikhtiyar ibn Aqil al-Ka'ka al-Mablula. Ibn Aqil, Ikhtiyar ibn Aqil, uchaguzi wa Ibn Aqil kuchagua kitu kinachoitwa al-Ka'k. Ka'k iliyoanishwa. Ka'k. Unaona biskuti? Unaona biskuti? Hii ni Ka'k. Ukiweka kwenye maji, vipi baadaye inakuwaje? Biskuti inatepeta. Sasa alikuwa anachagua kula kitu kilaini, kikiwekwa kwenye maji kinafanyaje? Kinayeyuka, kwa sababu ule muda wa kutafuna mkate ni kama unampotezea muda kwenye elimu. Nafuu wale vitu vile urojo tukiweka tukiaona ili yani tu asipote muda kupoteza muda kutafuna. Yaani wanazuoni waliona hata kutafuna kunapoteza muda. Sisi tunaona vizuri. Huyu tunamzungumzia nani? Abul Wafa. Ala al-khubzi, kuliko kutumia mkate nafuu atumie hiyo Ka'k. Hapo ndio kwa mfano wake kama kitu la biskuti ukiweka au chocolate ukiweka kwenye maji inafunguka. Kuliko kula mkate, anaona mkate unatumia muda kutafuna mpaka ulaimike mbeleni, unapotezea muda. Likasbil waqti, kwa ajili ya kutuma muda, kupatia muda nini? Faida.
Walifikia hatua hiyo wanazuoni. Mimi na wewe wala hata uhisi. Anasema wa ana uqassiru bighayati juhudi, napunguza kwa juhudi yangu ya mwisho, au kata akli, ule wakati wangu wa kula ule usinipotezee muda, hata akhtaru saffan ka'k. Hapa nasimama tena, safa al-ka'k. Safa ni kula bila kutafuna. Safa ni kula bila kutafuna, yani ni kitu unakinywa tu moja kwa moja kinashuka. Safa al-ka'k. Na hadithi yake kuna hadithi yake, anna rajula qala, kuna mtu mmoja amesema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna li qarabatan. Hadithi maarufu iko kwenye maridha usalihin, sijui wapi inapatikana. Ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, inna li qarabatan, mimi na jamaa zangu, asiluhum, mimi na waunga, wayaqta'uni, lakini mimi wananikata undugu. Wa ahsinu ilayhim, mimi nawafanyia wema, wa yusiuna ilayya, lakini wananifanyia mimi mambo mabaya. Wa ahlumu anhum, mimi nawaonea huruma, nawafanyia mambo yake. Wa yajhaluna alayya, mimi wananifanyia mambo kipumbavu. Faqala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, la in kana kama taqul, ikiwa kama unavyosema, laka annama tusifuhumul malla. Nasikia neno laka annama tusifuhum, yani kula bila kutafuna, yani almanda ni majivu ya moto, kwa unawanywesha majivu ya moto. Tasif ndio hii tumesema, asafa ni kunywa bila kutafuna. Mmenielewa? Nimeona lete hiyo hadithi ili uelewe maana neno safa al-ka'k. Wa tahsiyahu bil ma'i, na kuiroanisha kwenye maji, ala al-khubz, kuliko kutumia mkate. Liajli ma bainahuma, kwa ajili ya yaliyo baina ya mkate na hiyo ka'k, min tafawuti al-madghi, kwa ile tofauti ya utafunaji. Hii hutafuni, hii unakunywa tu, lakini mkate bado kutafuna, kitendo cha kutafuna kinapoteza muda. Tawaffura ala mutalaa, kwa kupatizia muda, nipate muda mwingi wa kupata kusoma, au tastiri, au kuandika faida lam udrikuha fihi, ambayo sikuwa nimesidiriki ndani yake. Wa inna ajalla tahsiri inda al-uqala biijma'i al-ulama. Wa inna, na hakika, ajalla tahsir, hakuna kitu kikubwa kama kukusanya ilmu, inda al-uqala, kwa watu wenye akili, biijma'i al-ulama, kwa ijma'i wanachuoni, wa huwa al-waqtu, nao ni kutumia wakati vizuri. Fahuwa ghanimatun, huo wakati ni kama ngawira ni kama ngawira, mali, tuntahazu fiha al-furas, huchakuliwa kwa, yani hupakuliwa, yani hunyakuliwa ndani yake ile fursa, yani huchukuliwa kwa, yani ile kwa mara moja, yani nataka uichukue ili ukiipata tuntahazu, yani inachotwa kwa mara moja namna hii. Anasema fatakalifu kathira, kwa sababu taklifu, mambo ya taklifu ni mengi. Wal awqatu khatifa, na wakati unapita haraka. Kwa hiyo wakati ukipita watu uchukue uchote haraka tuntahazu, yani uchotwa haraka uchukuliwa haraka kwa kufanya mambo ya kheri. Lakini wewe unaona wakati umejaa, wenzako walijua haya mambo wakachagua hata baina ya chakula. Unaweza kuona watu walikuwa ni watu aina gani? Kwa nini apoteze muda kule kula? Wewe sasa ikaa kwenye sahani, mtu ataenda Mwanza akarudi bado unakula. Jamani, kama Mwanza na kurudi bado unakula, kama kwa gani? Wenzako wote kuthamini muda, walichagua vyakula vya kumeza kuliko kutafuna, ili asipoteze muda kule kutafuna vyakula. Anasema قال الشيخ ابن جوزي كان الإمام ابن عقيل دائما اشتغال بالعلم. Imam Ibn Aqil mdote alikuwa anashughulika na elimu, na sisitiza hapa, kazi ya wanachuoni ni muda wote kushughulika na nini? Na elimu. Hata kama una mambo yako kule, sijile vitu gani unafanya, lakini elimu hiyo ndio kipaumbele chako. Lakini leo mtu akishakuwa na maneno tu mengi tu kusema sana, tayari kaisha kwa shehe. Haiwezi kufika hivi. Hatuwezi kweli.
Mungu atujalie tuwe na hiba na sisi ya kusoma. Wakana lahu al-khatir al-athir, alikuwa mtu mwenye akili yenye manukato mazuri. Kwa maana akili nzuri, al-athir ni manukato, al-khatir ni akili. Wakana lahu al-khatir, alikuwa ni mwenye fikra nzuri. Wakana lahu al-khatir al-athir, alikuwa ni mwenye fikra nzuri au alikuwa ni mwenye akili nzuri. Al-athir asili yake ni nini? Sawa? Walbahthu anil ghawamid wadaqaiq, alikuwa ni mtu mwenye kufanya kufuatilia kuchunguza mambo yaliyojifunga katika sheria na mambo ya ndani ndani. Wajala kitabahu musamma bilfunun, kitabu chake kaitwa jina alfunun, manata li khawatirihi wa waqi'atihi, ambayo ni manat, yani ni kitabu ambacho kimekiwa kama ni msingi kilichotengenezeka kitabu hicho kwa msingi wa fikra zake na matukio yake. Tanawu ulumi Ibn Aqil wa tanawu tasanifi, aina mbalimbali za elimu za Ibn Aqil na aina mbalimbali za tungo zake. Wana mutasanifu kathira, anazo tungo nyingi fi anwa'il ulumi, katika aina mbalimbali za elimu, na 20 takriban aina 20. Wa akbar tasanifihi, na moja katika tungo yake kubwa kitabu alichokitunga kitabu funun, ni kitabu kinaitwa kitabu funun, wa huwa kitabu kabiru jiddan, ni kitabu kikubwa sana. Fi ndani yake fawaid kathira, kuna faida nyingi jalila zilizotukufu kabisa. Fil wa'dhi, kitabu hicho kimebeba masuala kama mambo ya mawaidha, wa tafsir fiqhi, usuli fiqhi, ambapo tunaisomesha pale Masjidi Mufti Isa Shabani. Sema elimu muhimu sana usuli fiqh. Unaposoma elimu hizi, fani hizi nitazokutajia hapa, some usuli fiqh uielewe vizuri, yani usielewe juu. Soma vizuri usuli fiqh, ni katika silaha za kuingia katika kujua Qur'ani na Sunna. Hii ilmu ya usuli fiqh. Alafu kuna usul tafsir au ulumi al-Qur'an wanaita. Hii inakusaidia kuijua pia Qur'an. Hautaki kuacha katika kimoja, nitakutajia hapa. Hizi ndio silaha. Na usijue ule ujanja, uzijue kwa maana ukae chini usomeke. Sio kujisomesha tumbali, somekwa. Na mambo kukaa unasomeshwa kwenye Google, usimishe kwa wako Sheikh Google, acha. Utapotea. Alafu kuna ilmu al-bayan, kuna ilmu al-maani, kuna ilmu al-badi, ambayo inapatikana katika kitabu kinakuwa kinaitwa vitabu vya balagha. Alafu kuna ilmu al-mantiq. So ukishamaliza ile kuzunguka huko kote, utakuja usome masala ya nahwu, ujue masala ya i'rab, tasrifat, ilmu sarf, usijue hivi kwa uchache vitaanza kukupa mwanga ujue, uiogope Qur'ani, sio ya kutafsiri unavyotaka wewe. Sasa madude yote tumetaja hapa, ndani yake kuna vipengele vingi sana katika kujua Qur'ani. Utakuta mle kuna al-maskutu aula min al-mamtuq, katika babu al-mafhum wal-mamtuq. Kuna kitu katika Qur'ani kimenyamaziwa, hakukutamkwa, ambacho hicho ndio bora kuliko kilichotamkwa. Sawa? Katika babu al-mafhum wal-mamtuq, al-maskutu aula min al-mamtuq, kilichonyamaziwa ni bora kuliko kilichotamkwa. Yani tunaachana na kilichotamkwa kwenye Qur'ani, tunashikana ambacho hakijatamkwa, kimekaliwa kimya, ambao ukikitafuta wewe kwa macho yako ukione, lakini kipo ambao ndio muhimu zaidi kuliko hicho kilichotajwa. Wala takullahuma ufi, wazazi wako usiseme ndio kumetamkwa kwamba watoto wako ukiwasemesha hawataki kufanyaje? Kuguna. Si ndio kumetajwa kwa Qur'an? Tafuta aya kusema msiwapige, wala tadribuhuma,
uone kama utaipata. Sasa tunawatandika, sipokuwa kule kukuna hatubuni, lakini tunawapiga jikuni. Sheria inatuambia kikikatazwa kidogo ndio kimetaka, kile kikubwa ni aula zaidi, ndio ile almaskutu aula min almaktub. Tuko moja. Sasa mtu anataka eti nionyeshe aya iko wapi maulidi, naingiza mambo yetu sasa. Nionyeshe aya sasa iko wapi maulidi hapo. Ile akili yake anataka ije na maulidi imetajwa. Sasa Qur'ani inasema vile ambavyo kutoka kwa Qur'ani ni vingi na ndio vipo. Kuliko vilivyotajwa. Ndio moja. Sasa wewe unataka kuushike tu. Eti tayari umeshika Qur'an, fantashiru fil ard wa kutaku min fadli. Eti ndio tuna aya kukimbia msikitini. Yaani yeye anaelewa aya kukimbia msikitini. Haiwezekani. Hatuwezi kwenda hivyo. Kutoka msikitini mtoka kwa taratibu. Anasema wapi niko? Kuna usuli dini. Katika hicho kitabu usuli dini. Haya, leo usuli dini watu wasomi usuli dini. Hatujui hata usuli dini ni nini. Amekutajia hapa. Amepicha kitabu kimekusanya mambo nahwu ameweka. Lugha, akisema lugha ndio masuala ya balagha, tunakusudia zile fani zote zilizoko mle. Maani, ilmu, bayani, ilmu, badii, ulumi al-Qur'an, tafsiri. Utakuta mle makorokoro yamejaa. Qawaid allati yahtaju ilayha al-mufassir. Kanuni ambazo zinahitaji mfasiri atembee nazo. Sio kama mtu mfasiri tu unafasiri unataka. Al-qawaid allati yahtaju ilayha al-mufassir. Yani kuna kanuni wewe na mfasiri unaotaka kufasiri Qur'an au kufasiri hadithi, kuna kanuni zinatakiwa zikuongoze kwenye kuifasiri Qur'an. Usije kutuambia wajada kama baada fahada tumekuja umepotea Muhammad tukakuongoza. Alafu ndio tafsiri, kwa sababu anaikuta kwenye tafsiri ya Kiswahili kwamba wajada qadadan fahada umepotea kisha tukakuongoza, unapigwa ukafiri. Yani unamuingiza mtume kwenye badala kwamba alikuwa amepotea afu akaongozwa. Tafsiri nimezungumzia pale leo, tulikuwa tunazungumzia nini? Masjid Mufti Isa Sabasi. Tulikuwa tunazungumzia kuhusu tabati yada abi dhahabi wa tab. Kutoka zake mtu hapa anaanza kufasiri zake na yeye ameangamia bidahabi, ukweli wa kuangamia, hakumsaidia mali yake na aliwachuma eti anaona ndio kashafasiri Qur'ani hapa. Funga kilemba kikubwa sana. Che. Hivyo. Baba. Na wale maneno ya tawadu kwa tabati yada ndio tafsiri yake hiyo. Hatari. Watu tuogope hiki kitabu cha Mwenyezi Mungu, ni kigumu sana. Kitabu hatari sana, sio kila mtu. Allah tuongoze. Anasema washiiri, mambo ya afanya ya ilmu la arudi hiyo sasa. Mashairi kaweka mle. Wa tarikh wal hikayat, tarehe na simulizi za waja wema waliopita. Wa fihi munadharatuhu, ndani yake kuna ile minadhara, mijadala aliyofanya, wa mujalasatuhu, na vikao vyake mbalimbali vya kielimu, allati waqa'at lahu, ambayo vilimtokea yeye, wa khawatiruhu, na zile fikra zake, wa nataija fikru, na zile natija za fikra. Anaandika qayyadaha fihi, qayyadaha kwa maana kaandika, sio kwa maana kazifungia, kaziandika kwenye kitabu hicho. Kitabu chake hicho Al-Funun 800 mujallada, kina mijeledi 800. Sio? Mijeledi ngapi? Mimi na kitabu kimoja kinaitwa Tarikh Dimishq, kina mijeledi 80 na 85. Kina malia kabati. Sasa kitabu kina mijeledi ngapi? 800. Kinafunika msikiti mzima.
katunga shehe hicho kitabu kimoja ni jele ni 800 kinatumika msikiti. Watu wamefanya kazi. Watu wamefanya kazi. Qala al-Hafidh al-Dhahabi, al-Hafidh al-Dhahabi anasema lam yusannaf, hakijapatapo kutungwa fi dunia, duniani, akbar min hadha kitab, kuliko kitabu hichi cha Ibn Abu Wafa. Hakuna. Hadathani man raa minhu mujallada, amenyesimulia aliona katika miongoni mwa hicho kitabu, yani mjeledi wake, mujallada fulania baada ya 400, baada ya 400, yani mjeledi ameona, yani baada ya mjeledi yani alama ilikuwa 400 na kidogo kwa mbele. Kitabu kimoja kinaandikwa, si kwa kuchapishwa kwenye mitambo hivi sasa. Mtu anaandika kwa kalamu, anachovya kama watika makombe, kata ni leo, lakini waliweza. Hawa ni mashehe walishughulika na elimu. Sasa ukiwa wewe ni shehe, basi nafasi yako ni kushughulika pia wakati unashughulika na mambo mengine, lakini elimu ni nafasi yako. Kupewa nafasi ukiwa shehe, spicheo, vitu gani, sio ndio wewe usisome, soma. Jana tumemwona Imamu al-Haramaini, imamu anakubalika duniani, lakini akiwa na umri wa miaka 50 tumeona alipompata ustadhi mwenye ilmu nahwu alisafiri kwenda kusoma nani shekhe anayekaa dunia nzima, aliweka pembeni shekhe wake, sema nasoma fatima, tena anamchukua shekhe anambeba anapeleka madrasani na anamrudisha na usafiri wake, kuonyesha katika ulama watukuzwe. الله يفاز وخير. قال ابن رجب وقال بعضهم هو 800 مجلد. 800 انتهى. خبر ما قطع به الوقت خير ما قطع به الوقت, bora katika mambo katika wakati umalizwe kwa ajili yake, wataqarruba bihi lillahi, na kwa ajili ya kujikurubisha kupitia muda huo, talabul ilm, utafuta elimu. Ikiwa kama unataka kupoteza muda wako, poteza muda wako kwa nini? Kutafuta nini? Elimu. Na maana yake kama unataka kuumaliza muda wako kwa uzuri, umalize muda wako ukiwa umekaa katika vikao vya elimu kama hivi. Ndio watu tunamwambia Mungu, kwa sababu hapa dua zinaenda moja kwa ndio tunamwambia Mola, sisi tumekukorofisha sana. Kila mtu abadilike sana na nafsi hii, hivyo vichochoro alivyopita anajua mwenyewe. Sasa tunamwambia Allah, tusamehe kwa kila kona tuliopita katika kukorofisha wewe. Allah, utusamehe madhambi yetu, utuhurumie. Huruma zako ni kubwa sana kuliko madhambi yetu. Ukisema dua hizi kwenye vikao hivi, Mola anakujibu, na tunaamini Mola atakuitikia dua. Haya tunaomba. Wala sio ujanja. Ndio dukani kwako. Unauza 10, laki, laki mbili na nini. Wala hiyo sio faida. Faida ni hichi utakuja kukililia wewe siku ya kiyama. Mimi nataka nikupe mfano mmoja kidogo tu. Qur'ani ilivyo ina siri kubwa sana. Lakini chukua mfano. Lakini mfano huu wakati nazungumza nenda Dar es Salaam. Hamisha fikra zako huko hapa nenda Dar es Salaam. Kwa wale waliofika Dar es Salaam, tazameni ile magorofa pale. Alafu nikuulizeni swali. Dar es Salaam, kwa mtu anayejua Dar es Salaam kama mimi najua Dar es Salaam kiasi cha. Nani anafahamu gorofa refu zaidi kuliko magorofa yote pale Dar es Salaam? Aseme tu gorofa fulani. Hamna.
hapa kwa Shinyanga kwetu basi. Gorofa letu ni nini? Baki kula pamba. Gorofa letu kubwa ni, nataka nikupe mfano kwa siku ya Kiyama. Ndogo tu. Hapa kuna gorofa kubwa. Lipo. CCM. CCM. Na gorofa kubwa zaidi. Na kubwa. Basi tuchukue ndio tuseme kubwa hilo mmelisema. Sasa Allah anasema hivi, innaha tarmi bisharari kal kasri. Wapi? Ule moto wa jahannam, cheche inaurusha. Cheche moja ni kama kasri. Kasri ni gorofa moja refu sana pale Dubai. Kuona juu kwa kusimama ndio labda ndani chani, afu tizama mbinguni. Ndio cheche. Mungu hapa anazungumzia cheche. Hazungumzii moto, anazungumzia cheche inayotoka katika moto wa jahannam. Ni kama kasri. Jamaa sio nyumba. Kasri. That's it radio. Ndio nataka niombe uchukue gorofa toto kuunganisha. Bado hajasikia cheche ya moto wa cheche. Haya, Mungu anasifia cheche. Moto wenyewe katika tu utulie, useme hatuna namna isipokuwa kukimbilia kwenye vikao kama hivi. Hii ni muda tunaiacha dunia. Wewe ukitaka usitaki utaondoka. Na wakati unaoneshwa tu wajia yaumaidhi, ndio mwazama wajia yaumaidhi bi jahannam, italetwa jahannam. Wakati inaletwa inatoa ile cheche zake sasa, ndio ile makuofa na ruka. Yaumaidhi yatadhakkaru al-insan, hapo ndio atakumbuka hivi vikao mwanadamu. Wa anna lahu dhikra, hakutomfaa kukumbuka kwake, itabidi aseme yakulu ya laitani qaddamtu li hayati, natamani ningelitanguliza katika umri wangu, muda wangu, nafasi yangu ya uhai. Nikaonyeshwa kuwajia wakati nakuja, sio kama kaingia. Jamaa, mnajua baada ya kuja inakuja na wakati ile cheche sasa ndio tunasema hizo magorofa. Wakati tunazungumza hivi, yani ndio nimekwambia chukua picha ya magorofa unajua wewe makubwa kwa hapa kwa Shinyanga. Sasa ndio na huko. Ndio kitendo cha mtu kukaa akumbuke sasa. Mungu anasema la tarauna al-jahim thumma la tarawunaha aynan yaqin, mtaiona jahannam, lakini baada ya hapo mtaiona kwa jicho la kisawa sawa mkiwa humo. Hizo ni cheche tu. Sasa watu tuna jamani, tukae jamani, tusiki saa moja usikilize dada. Wewe hii dada ya kufaa wewe. Mungu amesema fatashiru fil ardi wa bitagu. Sawa bwana. Haina neno. Hapo kwa sababu piga story. Hivi kwa nini? Ndio pale ile dhambi iliishwa kwa kweli hapana. Tuende tukubali. Wako wakubali. Lakini ikiwa Mola anakuelezea cheche ya moto, ya rudi na msawati surati al-Mursalati tu hiyo. Si Mursalati hiyo. Innaha tarmi bisharari kal kasri. Cheche tu ni kama kasri. Cheche. Haya, kitachotunusuru ni kukimbilia tu kheri kama hizi. Allahu akbar. Tunataka kukumbuka hali unaiona ile. Hitukufaa kukumbuka kwa sababu tayari umeshakumbushwa wewe. Sawa, ulikuwa busy miezi 11 iliyopita. Lakini hata mwezi wa Ramadhani. Haya ndio tunaenda sasa katika makumi. Leo ni siku ambayo imepiganwa vita vya Badr saa 7 mchana. Sema hiyo nianguke Ijumaa. Sasa siku ndio tumeanza sasa, matukufu yameanza kuanzia hivi. Tunaanza kuyakimbilia sasa.
misikiti ndio watu tumekuwa wavivu. Allahu akbar. Wakati ndio masiku ambayo kuhudhuria kwenye vikao vya kheri, kuhudhuria katika misikiti kufanya ibada, ndio tunakimbilia katika zile kheri, tunakimbia misikiti. Ukishashiba zako iftari, basi ukipiga shuka yako hii, swala alfajiri imekukosa. Unaswali, ukijitahidi kuswali saa 3. Unaoka swali alfajiri saa 3. Ndio wako shiba sana jana. Haikusaidii. Haikusaidii ndugu yangu. Unapoteza muda bure. Unapoteza muda. Khairu ma kuta bihi alwaqtu. Bora katika mambo yachukua wakati umalizwa kwayo, wataqarruba fihi lillah, na kujikurubisha ndani yake kwa ajili ya Allah. Talabul ilmi. Sisi hapa jamani tunajipa hongera zetu kwa sababu tumeuchukua muda wetu katika kutafuta nini? Elimu. Anasema wa huwa alqaid, na maliza somo hili sivyo? Si ndio muda tumalize mlango anasema wa huwa alqaid rahimahullah ta'ala fi fathati alqism alawwal, katika ufunguzi wa kismu cha mwanzo almatbu'a kilichochapishwa min kitabihi alfunun, katika kitabu chake cha funun. Amma ba'da fa inna khayra ma kutiba bihi alwaqtu, hakika ya mambo yaliyo kheri ya bora zaidi muda umalizwe kwayo, wa shughilat bihi nafs, na nafsi shughulishwe kwayo, fatuqarribu bihi ila rabbi, na kujikurubisha kwa Mola jallat azmatu, utukufu wake umetukuka. Talabul ilmi, ni kutafuta elimu. Akhraja min dhulmati aljahli ila nuri ash-shar'a, ambayo ndio inatutoa katika kiza cha ujinga kutupeleka katika nuru ya sheria. Wadhālika alladhi, na hilo ndio ambalo shaghaltu bihi nafsi, limenishughulisha mimi nafsi yangu, wa qata'tu bihi waqti, na nimeumaliza kukata wakati wangu kwa ajili hiyo. Fama azalu ualliqu, sikuachapo kutokuendelea, kwamba niliendelea, sikuacha kufanya taaliki ya kiuchambuzi, ma astafiduhu, kwa yale yote niliyapatayo min alfadhil ulama, kutoka katika matamko na maneno ya wanazuoni, wa min butuni sahaif, na ndani ya vitabu, wa min saydil khawatir, na katika fikra ninazoziwinda, zinazoikija fikra nzuri na iandika, allati tanfuha, ambayo inasambazwa na kuenezwa, almunadharatu, na mambo ya mijadala, walmuqabasatu, na masuala ya kupatia faida, iktibas, fi majalis ulama, katika vikao vya wanazuoni, wa majalil fudala, na mikusanyiko wa watu bora, tamaan, kwa matumaini, fi an ya'liqa bi tarafun min al-fadli, kwamba atapata wanafunzi kupitia mimi sehemu katika ubora wa mambo ya elimu. Bimaana an ya'liqa bi, atapata kupitia mimi mwanafunzi mwenye kusoma tarafun, sehemu min al-fadli, katika mambo bora. Abudu bihi, ninatenga mbali kwa elimu hiyo al-jahli, kunako ujinga, la'alli, ili mimi huenda aswilu ila ba'dhi ma wasala ilayhi ar-rijalu qabli, huenda nitafika kuwafikia baadhi ya wanazuoni wa kabla yangu. Tizama huyu mtu, kabla sijamaliza hapa, na muda ninao pia, naweza nikamalizia mlango huu tukae kesho, ili tumwanze Ibn Jawzi tu moja kwa moja. Sawa Sheikh Salim Sisai? Huyu bwana anakutunga hichi kitabu cha Biljadil 800, anasema hivi, bado mimi nimefanya hivyo ili wale wanafunzi wanaokuja kusoma huenda watapata kheri kupitia mimi, au mimi nifike katika baadhi ya machache waliowafikia wale wakubwa. Yale anajiona bado hajafika popote, na elimu yote hii anajiona hajafika. Ndio tulisema mwanazuoni aliyosoma, kila anaposoma ndio anarudi chini kujiona hajasoma. Lakini mimi na wewe, ukishakuwa umesoma kidogo na unajua kuirabia irabu kidogo, sawa, alafu Mungu akakubahatika ukapata na nafasi fulani kwa shekhe fulani, sawa,
ile kofia sasa vile vyeo. Bwana hakuna msomi tena kama wewe. Wenzetu hapa mijele 800 anajiona bado asema huenda na mimi niwafikie wale watu wa kabla yangu waliotangulia. Allahu Akbar. Imamu Abdul Wafa, Imamu Ibn Aqil, nafasi aliyofikia, lakini anajiona si mtu katika ilmu, bado hajawa chochote. Vijana tunaosoma bado sisi ni wanafunzi, hatujafikia makamu ya kujiona sisi ni mashehe bado. Mimi kila siku nawaambia jamani, mimi sio shehe. Wewe sio bwana. Mimi ndio nimesema. Mimi sio shehe. Mnalazimisha kuja. Shehe, takapata shehe. Mimi sio shehe jamani. Washehe jawa waite. Mimi au kidita wa Abubakar sawa. Mimi sio shehe. Sababu ushehe na ujua mimi. Hata robo sijaje. Ni kitu tunasema kila tutapozidi kwenda tunarahisisha. Shekhe. Huyu hapo huyu. Vitabu mijele na hicho ni kitabu kimoja, ana vitabu vingi. Hicho ni kimoja kwa kitunga na anajiona bado hajafika popote. Ndio mimi shekhe. Na ukiitwa shekhe ndio unatengeneza na koti naam. Kweli. Hata kwa shekhe, ndio shekhe unatengeneza na koti. Naona raha. Ushehe wako unapotea kama huna raha. Utasema, "Hauna chochote unachofanya." Wewe unaonekana Ijumaa mpaka kuna habari yoyote na dini yako, uje chochote. Hiyo shekhe naam. Tena kwa mwingine kama ukutaka jina lake la ushehe, unaita bibi fulani bwana, unaita Abubakar. Mimi Sheikh Abubakar bwana. Yaani mpaka ukile ile shekhe. Lakini wazee wetu hapo kwanza unasikia anaitwa Ibn Aqil, Abu Wafa. Wewe usikisi shekhe nani? Mara jinsi masikia tena jina hilo. Lakini hapo ndio mpaka. Wala wakasiriki. Wewe sasa. Bwana vipi wewe? Sasa vipi bwana? Bwana mimi ni imam. Mimi imam bwana. Kwa nini bwana unadongosha unanidharau bwana? Na inaweza kuwa hobi. Inaweza kuwa bofi kabisa. Kama vile ilivyo ushehe sasa ukimwalika mtu kwenye shule afu kumpa nafasi ya kuzungumza. Nimesema siku nyingine huenda asije. Mimi wananidharau. Na pala sipoi nafasi ya kutoa mawaidha. Yeye anasema ushehe wake kusimama mtoni. Mbona ushehe na mambo mengi? Sio lazima kusema. Hivyo ndio tumebakia ni hivyo tu. Jamani hichi kitabu tukisome tukielewe vizuri. Hasa maneno yangu yako. Sawa Haya, anasema walau lam yakun min faidatihi ajilan, hata kama kungekuwa hakuna faida hata ndogo kwa hicho kitabu, illa tanzimu alwaqti, isipokuwa tu ni tanzifu alwaqti, isipokuwa ni kusafisha wakati, anil ishtighali, kuto kushughulika bi ruunati tibai, yani ruunati tibai, kutokana na kule wale mambo ya kupoteza muda siokuwa na maana, ruunati, mambo ya ovyo ovyo. Yani kupoteza muda kwa mambo yasiyofaa ndio ile tunaona. Yani mtu anapoteza muda tafutia visivyofaa. Allati tanqatu biha awqatu raa, ambayo hupoteza na kumalizwa muda kwa watu duni, watu wa kawaida ovyo ovyo tu. Raa ni watu ovyo ovyo tu ndio wanakoga wanamaliza muda wao ovyo tu. La kafa ndio habari ya walau ingeli tosha. Sasa jamani, wa ala Allahi qasdu sabil, na kwa Mwenyezi Mungu ndio tunakusudia njia ya kwenda. Wa huwa hasbi, na ndio tesherezo letu, la huwa ni'mal wakil, na mbora wa kutegemewa. Nadhani nimalize huo mlango tuzidishe thawabu, au mnasema Ibn Aqil, ili tumalize ile kesho tumwanze Ibn Jawzi, kwa sababu kwa tumesoma watu wapi Ibn Jawzi na nani na Ibn Aqil. Sasa ni kwa mlango kafupi hata tukamalizie, ili kesho tukianza, kesho ni ngapi? Insha Allah, Mwenyezi Mungu atupe tawfik. Anasema Ibn Aqil yakulu inda wafatihi, sikizeni, Ibn Aqil anasema wakati wa kufa kwake, atahannau biliqa'illah, niko tayari, sikizeni, niko tayari kwenda kukutana na Mola wangu. Yani tunafurahia kwenda kufa. Wewe ukishaambiwa bwana haya maradhi ndugu yangu
kweli kupona ni vigumu. Tayari zingatia tamaa. Kwa nini ufurahi? Unataka kufurahi. Wewe unajua kuna vitu ambavyo unakaa unavifikiria kwa sasa sio naenda kufa. Inakuwaje huko? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mauti huo mnaokimbia mtakutana nao. Sasa lakini watu wa Mungu walikuwa wako tayari. Qala Ibn Jawzi anasema walamma adrakat alwafatu al-imam Abu al-Wafa ibn Aqil, alipofikiwa na kifo Imam Abu al-Wafa ibn Aqil waftudhira na kufikiwa ile hadhara ya kufa, baka nisa wake zake wakaanza kulia watoto. Faqala Abu al-Wafa akasema qad waqa'tu anillah. Tawqi'a ni kupiga sahihi kwa Kiarabu, at-tawqi'a kupiga, lakini hapa si maana kupiga sahihi. Anasema nimeshughulika kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya Allah 50 sana, miaka 50. Yani innahu kana yuwaqti'u al-fatawa, alikuwa akizitoa zile fatwa mbalimbali kwa watu, allati yubayinu fiha ahkama Allah, ambapo wanabainisha hukumu za Mwenyezi Mungu kwa watu, fil waqa'i wal hawadith, katika matukio mbalimbali yanayotokea, allati taqau linnas, ambayo yanawakuta watu. Fakana yuqi'u fiha niyabata anillah, alikuwa akitoa zile fatwa kwa niaba ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Kwa ile kazi niliyofanya, fadauni atahanna bi liqa'ina, niacheni nikakutane na Mola wangu aniambie kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Sababu hii tayari ni Mola alishasema. Hawa ni watu wametoa muda wao kushughulika na ilmu, mpaka wana husnu dhanni yao ni kwamba mimi naondoka hapa naenda kupokea mshahara wangu mnono mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Niacheni mimi niende huko. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim alla khawfun alayhim wala hum yahzanun wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Naam, sio tunaokufa ni wakina sisi, hatuna mpango wote, yani dini yetu ujanja mwingi, lakini bado tunayo fursa ya kujipanga vizuri, tumwelekee Mola wetu, Mola atatupokea. Wala yukhalifu hadha al-imam jalil, sikilize hiyo, hakuacha imamu huyu mtukufu mina dunia duniani si wa kutubihi, isipokuwa aliacha vitabu vyake, wa thiyabi badalihi, na nguo alizokuwa amevaa kwenye mwili wake, wa kanat miqdari kafanihi, na ndio ilikuwa ni kiwango cha sanda yake, wa adai dainihi, na kulipa deni lake. Alikuwa hana haja maila benki wala wapi, alikuwa mtu wa kawaida rahimahullahu ta'ala, wajazahu anil ilmi khaira, Mola mlipe khair. Imam Abu Hudda, Sheikh Abu Hudda, Abu Fattah Abu Hudda anasema fanzur ayuha al-qaribul karim, intizama ewe msomaji, raaka Allah wa iyaya, Mola kuhifadhi na mimi, amin. Kaifa yuthmiru imanul khawatir, vipi huzalisha faida kufanyisha kazi fikra, wa hifdhul waqt, na kulinda wakati, wa da'abu nafsi fil khair wal ilmi, na kuidumisha na kuizoesha nafsi katika khairi na elimu. Innahu la yuthmir, wallahi huzalisha faida, thamarati, faida ambazo la takadu tusaddaqu, hukaribi kuamini, wa innaha la sidq, lakini ndio kweli. Yuthmir, imezaa faida katika muda wa kutunga ile mambo ya kutunga muda na kutumia faida katika muda. 800 mujallad, mijalidi 800, akbar kitabu fi dunia, kitabu kikubwa duniani. Yualifuhu fardan wahida min an-nas, kimetungwa na mtu tu aliyojitenga peke yake katika watu, Abu al-Wafa ibn Aqil. Ila janibi taarifi kathira, hiyo uweka pembeni vile vitabu vingine vingi ghairi kinyume na hicho tumechokisema. Allafa ambao alizotunga tablughu nahwa 20 muallafa, inakaribia vitabu alivyotunga 20. Wa ba'dhuha fi 10 mujalladat, vinginevyo baadhi yake viko katika mijeledi 10. Akamaliza akasema al-qalilu, ifadhili mashehe, hiyo ni za kuhifadhi sasa. Al-qalilu ila al-qalilu kathir, al-qalilu ila al-qalili kathir, kidogo kichanganya kwenye kidogo kitakuja kuwa kingi.
wa innama as-sailu ijtima'u an-nuqat, bila shaka zimba au mumbo au mafuriko mkusanyiko wake asili yake ni nukta za mvua, zile matone ya mvua yalishuka ardhini, ndio alikusanya akapatikana mafuriko makubwa. Hivi kidogo tuko tumeanza Ramadhani, kidogo tunapata mawili. Hiyo kija kuchanganya mpaka darasa zinaisha, umechukua vitu vingi. Anasema wama asdaqa wa ajmala ma qalahu al-imam biha Bahabuddin, yaliyoje ya ukweli, yaliyoje mazuri aliyoyasema Bahabuddin ibn Hasan al-Halabi Nahawi Muhammad ibn Ibrahim alifariki mwaka 698 rahimahullah, idh yushiru biqawlihi, pale alipoashiria al-ati kwa kauli inayokuja ila anna dhamma al-qalil ila al-qalil ma'a dawami alayhi yatakawanu minhu kathirul hayy, kwa ukichanganya kidogo kwenye kidogo kwa kudumu kitutengenezeka kuwa kingi kikubwa. Alaajibu cha kushangaza, kama hasala li Abi Wafa, kama ilivyopatikana kwa Abi Wafa ibn Aqil 800 mujallada mujallad 800 yaqulu biha ad-din ibn Nuhas Bahabuddin ibn Nuhas al-Halabi, kama fi tarjamati Bughyatul Wa'a lisuyuti, kitabu cha akaweka shairi lake akisema al-yawma shay'un wa ghada mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilu al-mar'u biha hikma wa innama as-sayru ijtima'u an-nuqat. Beti nasema nini? Asema al-yawma shay'un, leo unachukua kidogo, unaenda darasani unapata kitu kidogo unachukua, wa ghada mithluhu, kesho tena unachukua faida kidogo. Min nukhabil ilmi, katika kuchagua faida za kielimu, allati ambazo tultaqatu, hudondoshwa pale, shekha anazozitoa anadondosha pale, unazidaka chukua. Yuhassilu al-mar'u, anakusanya mtu biha, kwa elimu hiyo kidogo kidogo, hikmatan, anapata hikima kubwa. Wa innama, na hakika si vinginevyo, asailu, mafuriko haya, mumbu au zimba, ijtimau, mkusanyiko wa yale mafuriko asili yake nukatu, ni yale matone ya mvua yalikuwa yashuka moja moja, ndio atakusanya mambo hayo. Kwa hiyo na wewe kidogo kidogo katika elimu utafikia mahala makubwa, lakini udumu katika. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atubarikie na atulipe thawabu kupitia vikao hivi, atuhurumie, atusamehe, awasamehe wazazi wetu, ndugu zetu waliotangulia mbele ya haki, atukunjulie milango ya riziki, atuondolee maradhi na magonjwa yote, atuepuke na atupe ziada katika umri kwa baraka ya masiku haya tulionayo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie tawfik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.